Uhari gani mwanamichezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, ni wakati mwingine tena wa kuangazia yale yote yanayojiri viwanjani, na kama ilivyo ada kwetu sisi tunamulika soka, tunamulika kabumbu kwa ujumla na yale yote yanayoendelea ndani ya bara la Afrika, lakini pia na nje ya bara la Afrika katika ligi kuu ambazo zinawasha moto kweli kweli. Nazungumzia ligi kuu Tanzania bara na maeneo mengine yote ndani na nje ya Afrika, kama vile ligi kuu kutoka nchini South Africa maarufu kama Betway Premiership, lakini pia nchini Misri maarufu kama Egypt Premier League, lakini pia ligi kuu kutoka nchini Uingereza, Spain na Italy na maeneo mengine yote katika kila kona ya dunia. Lakini pia tunakwenda kukuletea update zote za michuano mikubwa barani Afrika. Hapa nazungumzia CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Kwa ujumla zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Lakini pia utakwenda kupata updates zote kuhusiana na michezo ya kitaifa. Nazungumzia mashindano ya Chani pamoja na AFCON, zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya mgeni Al Masry Sports Club unaotarajiwa kutimua vumbi majira ya jioni ya leo katika dimba la Benjamin Mkapa Stadium lililopo jijini Dar es Salaam. Iko ni mchezo wa mkondo wa mzunguko wa pili wa mtoano wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu 2024-2025. Mchezo utakaopigwa saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni mchezo ambao unakwenda kwa kutanisha kati ya mwenyeji Simba Sports Club ambaye anakwenda kumwalika mgeni wake Al Masry Sports Club kutokea nchini Misri, baada ya mchezo wa mkondo wa kwanza kutamatika kwa Simba Sports Club kupoteza kwa goli 2-0. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David ametangaza mabadiliko ya kikosi yake, kikosi ambacho kitakwenda kwa kabili Al Masry Sports Club kwenye mchezo wa mkondo wa pili wa mtoano wa kombe la shirikisho barani Afrika katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium uliopo jijini Dar es Salaam saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kikosi ambacho kitakwenda kumpatia ushindi na kumsaidia kusonga mbele katika hatua za mashindano hayo, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na golikipa wake Musa Pinpin Kamara na kumpumzisha Ali Salim Katolo. Ikumbukwe Musa Pinpin Kamara amekuwa ni golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves kwa kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia miguu na mikono kwa golikipa huyo pindi hapo langoni, na uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri katika kikosi cha Simba Sports, akiwa na jumla ya clean sheet 15 mpaka hivi sasa, huku akiwa amecheza jumla ya mechi 20 na kuruhusu mabao 5 katika ligi kuu NBC Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani beki nambari 2, nambari 3, nambari 4 na nambari 5, na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Fadlu David amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni David Kameta Duchu. Ikumbukwe kwamba Shomari Kapombe anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo wake mkubwa wa kupiga mipira ya kufa. Lakini pia kocha mkuu Fadlu David ameendelea kumwamini Shomari Kapombe. Hiyo yote ni kutokana uwezo wake mkubwa wa kupandisha mashambulizi dhidi ya wapinzani na uzoefu mkubwa alionao beki huyo wa kupandisha mashambulizi yakitokea pembeni. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na Mohamed Hussein na kumpumzisha Valentino Noma. Ikumbukwe Mohamed Hussein amekuwa ni mmoja wa mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David ameendelea kumwamini Mohamed Hussein kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa, lakini pia nasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports amechagua kwanza na Karabu Chamu, huku mbadala wake akiwa ni Kevin Kijiri. Ikumbuke kwamba Karabu Chamu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mipira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mipira ya juu, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mbali kwa usahihi. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora na uzoefu alokwisha
ameshaonyesha beki huyo kwa muda mrefu. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na Abdulrazak Hamza. Ikumbuke kwamba Abdulrazak Hamza amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu na nidhamu kubwa ya ukabaji wa hali ya juu dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo kati ya kiungo nambari 6, nambari 8 na nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Fadlu David amechagua kwanza na Fabrice Luamba Ngoma na kumweka benchi Mzamiru Yassin. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alionyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa wa kusaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa, na uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kujiweka eneo sahihi, kucheza tackling kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira ya mbali kwa usahihi. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na Yusuf Ali Kagoma, huko Debra Fernandez Mavomba wakiwa kama mbadala wake. Ikumbukwe kwamba Yusuf Ali Kagoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kukaba, kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kusaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora wa muda mrefu alionyesha beki huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambuliwa, lakini pia inaposhambulia. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na kiungo wake Jean Charles Ahoua, ukumbadala wake akiwa ni Awesu. Ikumbukwe kwamba Jean Charles Ahoua amekuwa ni mchezaji mwenye muendelezo mzuri katika msimu huu, akiwa na jumla ya magoli 12 ndani ya ligi kuu Tanzania bara na jumla assist 7 mpaka hivi sasa katika ligi kuu NBC Premier League. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga mabao kwa namna tofauti. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, 9 na nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzo, huku mbadala wake ukiwa ni Ladak Chasambi. Ikumbuke kwamba Eli Mpanzo amekuwa ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kupiga mashuti na kutoa pasi za mwisho akitokea pembeni. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora alichokionyesha mchezaji huyo raia wa Kongo. Lakini pia Eli Mpanzo amekuwa na mchango mkubwa katika klabu kwa kufanikiwa kuweka kimiani idadi ya mabao 2 na kufanikiwa kutoa assist 1 katika ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa, yani NBC Premier League. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kushambulia, lakini pia kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Steven Dese Mkwala, huku mbadala wake akiwa ni Lionel Ateba Mbida. Ikumbukwe kwamba Steven Dese Mkwala amekuwa na ubora na mchango mkubwa katika kikosi cha Simba Sports Club, akiwa na jumla magoli 9 katika ligi kuu Tanzania bara. Hivyo basi mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mipira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kupelekea kusababisha hatari akiwa katika zoni ya wapinzani. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Kibu Dennis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbukwe kwamba Kibu Dennis Prosper amekuwa ni moja ya muhimili wa klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika mashindano ya CAF Confederation Cup akiwa kama moja ya vinara wa mabao, huku akiwa na jumla magoli 3, lakini pia akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao na kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club leo, kikosi ambacho kimetangazwa mapema na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David kuelekea mchezo unaokwenda kwa Kabir Al Masry Sports Club. Na kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu.